Tuelekee huko ambapo wananchi wa kata ya Misugusugu katika mtaa wa Saeni manispaa ya Kibaha mkoani Pwani wamelalamikia maji yenye kemikali kutiririka kutoka viwandani kuelekezwa katika makazi yao. Hali hiyo inasababisha madhara ya ngozi pamoja na harufu kali. Mwanahabari wetu Harold Shemsanga ana undani wa habari hiyo. Wananchi hao wamesema kero hiyo imekuwa ya muda mrefu na imesababishia uharibifu wa ngozi, huku mazao yao yakiungua pamoja na harufu kali. Hivyo wameiomba serikali kuona namna nzuri ya viwanda hivyo kuzuia maji hayo. Changamoto hiyo ni maji ambayo yanatiririka kutoka katika viwanda. Viwanda vimekuwa vikielekeza maji taka kupitia mabonde ambayo tunatumia kufanyia kazi kama bustani. Lakini yale maji yanapokuwa yakiachiwa kule, yanakuja yanaharibu kabisa mazao. Hivyo tunajikuta kwamba tunarudi nyuma kiuchumi, kwa sababu nakuta tumetumia gharama nyingi. Afya ya maji sio mazuri kabisa, kwa sababu hata unapoyakanyaga ngozi inaharibika kabisa kwenye miguu. Maji yamekuwa yakitirishwa kuja katika sehemu ambazo tunapita, lakini na sehemu ambazo tunajipatia riziki kama maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Lakini vile vile wakati tunapita imekuwa ni kero kiasi kwamba yamekuwa yakitirishwa kwenye njia ambazo tulikuwa tumepita ni muda mrefu sasa. Maji yanaasili kwenye mazao yangu. Mwaka jana yalikufa yote, nikafuatilia diwani aliyekuwepo kufuatilia sana. Kwa mwaka huu ndio nimesusa kabisa, yalikuwa yametirika kwenda kule kote. Kijana wangu nikampa kulima matango pale, amemwagilia, yamekufa. Kero yangu kubwa ni kuhusiana na maji yanayotiririka kutoka viwandani kuingia kwenye mashamba tunayotumia kwa kulima mboga mboga na mpunga. Imeniathiri kwa kupata fungus kwenye miguu ambayo imepelekea kwa muda mrefu nimetumia gharama zangu mwenyewe kujitibia. Mtaa wangu kuna viwanda ambavyo kweli vinatiririsha maji kama wananchi wanavyosema na ilivyolalamikiwa. Tulijaribu kufuatilia, tuliongea na viongozi wa mazingira wa halmashauri, walikuja walifuatilia. Kero ziliendelea kuwa nyingi. Afisa mazingira manispaa ya Kibaha amesema walishatoa ilani ya marekebisho, lakini hakuna kilichofanyika. Tumeshatoa ilani 3 za marekebisho ya miundombinu ya maji taka katika kiwanda hiki cha Fortune, lakini kwa kuwa hawajatii sheria na masharti ya mazingira kwa faini hizo 3 ambazo tumetoa, na kwa mujibu wa Stahiki Meya anaona haina haja ya kuendelea kuwapa faini, alishauri kwamba tuwasimamishe mpaka watakapo comply na sheria za mazingira. Kutokana na hali aliyoshuhudia, Meya wa manispaa ya Kibaha akatoa maelekezo. Na hawa wawekezaji sisi tunawakaribisha, karibu sana Pwani tuwekeze. Ni maeneo ya viwanda, viwanda ni vingi, tunashukuru vinaleta mapato kwa nchi yetu, lakini halmashauri pia inapata service levy ya kutosha. Lakini kwa habari ya mazingira kama hivi, wajitahidi basi kwenda na yale maelekezo wataalamu wa mazingira wanayotoa. Kwa hiyo hawa wawekezaji hawa wachukuliwe hatua stahiki kama wataalamu wa mazingira watakavyoona inafaa. Nikiripoti kutoka hapa Kibaha mkoani Pwani, mimi ni Harold Shemsanga, EATV.